mtu yote anaongea. Hapo nimeelewa bwana. Sasa karibu sana. Nashukuru. Sawa, tutakuja wakati mwingine. Nashukuru. Tupige la kwanza hata wiki leo. Tupige leo sasa huyu kipindi kinakuwa yani huyu kipindi kinaanza live. Yani huyu kianza live hapo. Bado wewe mtoto tupige la kwako leo. Twende. Asante sana Kisa Daniel Exaudi Mtei, tunapatikana live kutoka hapa Mwembe Simba aka Mwembe Yanga. Mimi ni Samson Chazi. Wadau kibao wamejaa, tuelekee moja kwa moja kwenye magazeti ya leo hapa. Mara baada ya muda kuchelewa, tuanze tu kusoma gazeti la Uhuru. Bwana, gazeti la Uhuru linasema upatikanaji maji safi mijini, upatikanaji wa maji safi umefikia 84% na vijijini imefikia 79%. Sawa sawa, hivyo ndivyo ambavyo taarifa zinasema. Upatikanaji wa maji umefikia 84% mijini, vijijini 79%. Sasa bwana, kuna watu wamekuwa na hoja hapa. Ulikuwa unatarajia 100% wewe? Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kutegemea na mada jinsi ilivyo kwa habari za maji, kwamba tumechelewa sana kuhusu taifa letu ambayo tumepata uhuru mwaka 61 kutoka mikononi mwa wakoloni. Katika habari za maji, maji imekuwa changamoto sana katika taifa letu, kwamba ukiangalia katika taifa letu ambalo zina wilaya 139 bado kuna changamoto ya maji. Unaweza kusema sio 80%. Unaweza kusema kwamba wananchi hawapati huduma ya maji safi na salama kwa 90% nchi mzima. Ukiangalia Dar es Salaam tu peke yake, hasa ukiangalia mfano katika eneo la Temeke, Mwembe Yanga, Temeke Mikoroshini, Temeke Yombodovia na maeneo yaliyo viungani katika maeneo yetu, maji yamekuwa changamoto. Pasipo watu binafsi, hakika tungeweza kukaa hata siku 3 au siku 4 bila kuoga. Ila watu binafsi wametusaidia sana kutoa hitimisho ili tuweze kupata maji kwa wakati, na maji ambayo tunayopata maji chumvi. Asilimia kubwa maji ya Dawasa au zamani ilikuwa Dawasco, hatupati maji pasavyo, kwamba serikali katika eneo hili waliangalia kwa umakini. Juma Aweso, waziri wa maji, anazunguka sana, lakini naamini watendaji wake ambao wapo katika wizara ya maji hawafanyi kazi kwa 100%. Kwa nini hawafanyi kazi kwa 100%? Kwa sababu jiografia nchi yetu ni kubwa, lakini maji hayaendi kwa wakati. Lakini tuna vyanzo maji vingi sana vya maji. Ukiangalia mfano kwamba kwa mikoa ya Lindi na Mtwara, pembezoni mwa Lindi na Mtwara tuna mto Ruvuma, ambao ule mto una maji masaa 24. Lakini ukiangalia katika wilaya Newala, wilaya ya Masasi, wilaya ya Nanyumbu, hatuna maji safi na maji salama. Hadi kadhalika ukienda mfano kama nyanda za juu kusini, unaweza kusema kidogo wao wanakuwa wanapata maji kwa sababu wana vyanzo vya maji ya kawaida ambayo katika mito yao ya asili. Ukienda nyanda za juu, kanda ya ziwa ambako kuna ziwa Victoria, yani ziwa Victoria ndio ziwa kubwa kwa ukubwa la pili duniani, lakini wananchi wao wana changamoto ya maji. Ni watu wachache ambao wanatumia yale maji, lakini nchi ya Misri wanategemea maji kunywa kutoka ziwa Victoria kwa sababu ile maji yanamwaga mto Nile. Ni vitu vya ajabu vya kushangaza. Watu wa nchi ya Misri wanapata maji kwa 100% na maji yanatoka nchini kwetu kupitia mto Nile, lakini wao wana swala la kiu, swala la maji safi na maji salama kwao limeshaondoka. Lakini kwetu ambao tuna vyanzo vya maji, tuna changamoto ambaye ziwa Victoria ambaye imezunguka katika mikoa ya Mwanza, Kagera, mkoa wa Mara na mengineyo. Lakini ukija kwa kanda ya pwani ambaye Dar es Salaam, ambako tumebahatika kuwa na bahari ya Hindi ambaye maji chumvi,
Naweza kwamba inatusaidia kwa sababu maji ya bahari chumvi inaweza kusaidia kwa ajili ya kuoga, lakini kwa ajili ya maji salama na kuweza kunywa bali kuna changamoto. Himizo langu kwa serikali waweze kujitahidi kutuletea maji, na kipindi hiki ni kipindi cha uchaguzi mkuu. Natumaini kwamba wanasiasa watakuja wengi sana kuzungumza katika swala la maji. Naomba wasije kutudanganya kwamba kwa sasa Watanzania tumeelimika, tunahitaji kuweza kupata maji. Juma Awesu ni mtu ambaye anapambana, lakini naamini hafanyi kazi kwa 100% kwa sababu watendaji kuhusu habari za maji wanaleta mapungufu katika utendaji wao wa kazi. Bwana, wino mzito bado unaendelea kutoka hapa Mwembe Yanga aka Mwembe Simba. Mimi ni Samson Charles, niko na wadau ambao kimsingi wamefika hapa. Taarifa kubwa ambayo inaendelea kurindima, kuna simulizi katika gazeti la Nipashe la msomi ambaye anaunga mkono VETA. Bwana, kuna mjadala mkubwa kwamba wasomi wa degree warudi VETA. Sasa wasomi kama wamecharuka hivi. Wale bwana mmeweza degree unarudisha VETA, nikasome cherehani, nikasome ufundi rangi, nikasome bodaboda. Wewe unaonaje? Bwana ujuzi. Swali hili tangu juzi nilikuwa naliomba sana nifike pale kwenye ule ukumbi aliokuepo Kassim Majaliwa na mimi nichangie hoja. Mimi babangu mkubwa, katika uzao wa babangu mkubwa, nilikuwa najiuliza mpaka leo najiuliza. Babangu mkubwa kasoma, alikuwa msomi. Aliposoma baadaye akaacha ile kazi ya kusoma. Lakini pale nyumbani nikawa nashangaa. Fundi kushona yeye mwenyewe, fundi seremala yeye mwenyewe, fundi kujenga yeye mwenyewe. Anachogaramia pale katika maisha yake ni bati na misumari. Fundi furniture yeye mwenyewe. Unaona, anachogaramia pale ni bati na misumari na bawaba zile za kuweka kwenye milango. Nikajua huyu ni mwanauchumi. Nchi za Ulaya zote, nchi za Amerika hawakubali kuajiriwa serikalini sababu serikalini ni utumwa. Makampuni ndio yanaajiri, sio serikali. Serikali haiajiri, makampuni asilimia kubwa watu wengi wanasoma waajiriwe kwenye makampuni. Uchumi wa mwanadamu ni uchumi wa kuendeshaji, wewe mwenyewe ajiendeshe. Sio kana kamba endeshe watu. Kuendesha watu ni kazi kuliko kujiendesha wewe mwenyewe. Okay. Kwa hili swala la VETA ni swala la msingi sana la kumjenga mtu. Mimi swala la VETA nilikuwa napenda hata shule za msingi waanze kufundishwa habari ya VETA. Liwe ni somo pingamizi baada ya masomo hili na baada ya somo hili. Wenzetu wanachukua masomo mawili. Somo la elimu, unasomea nini? Hivi Mtanzania sasa hizi ukimwambia bwana wewe uliyeishi darasa la 7, umwambie wewe umesomea nini? Hawezi kukujibu. Hawezi kujibu. Lakini nikamwambia leo wewe umesomea nini? Anaweza kusema mimi nimesomea nina stashahada ya VETA. Hiyo ni jibu official ambalo mtu umemwelekeza. Sawa sawa. Unaona? Swala la VETA ni swala la msingi sana. Walau mtu awe na fani ngapi licha ya ujuzi wake PhD yake? Au na ujuzi ngapi? Walau mtu awe na fani ya 2. Mimi nina fani 2. Nilipo hapa. Nina fani 2. Nina fani 2 na stashahada 2 ambazo zinanisaidia sana katika maisha yangu. Siwezi kufa njaa na siwezi kufa na njaa na watoto wangu. Nina uwezo wa kujimudu kila kitu. Yaani njaa haiwezi kunikuta sababu ni mtoto wa mkulima. Mimi fundi kushona, fundi seremala na nimeajiriwa bandarini. Sio mchezo bwana. Kwa hiyo kumbe wasomi bwana wasi nini sana bwana. Kwa majina naitwa Jafari Saidina Kiwanga. Mimi mchango wangu kwamba kwenye mashule tangu shule za msingi serikali ingeanzisha hivi vitu kuleta masomo watu kusomea ujuzi tangu kwa mashule ya msingi ili mtu akitoka pale anakuwa tayari hata kama pengine hakuweza kuendelea na masomo ya juu lakini tayari anakuwa na fani ameshaichukua. Huo ndio mchango wangu. Ana fani tayari. Bwana, hili swala waziri mkuu juzi bwana alisema ameona huu mjadala na ameona ni mzuri. Kinachoonekana wasomi ni kama wameanza kuelewa. Lakini wasomi wanasema mfumo wa elimu wangu ubadilike sasa tokea form 4 huku. So tunafika degree ya kwanza mnatuambia hamna ajira, nendeni mkasomea ufundi. Naitwa Saleh Abdalla Mwaipaya au Mwaipaya OG. Katika kulielekea hilo la kuchangia hoja hapo ni kwamba kweli kama anavyosema kwamba inabidi watu wabadilike. Tuchukue mifano kama ya nchi za wenzetu Japani, wenzetu China kule. Kuanzia primary mtoto anaanza kuanza kuelekezwa mambo hata ya ufundi, mambo hata ya ufundi kulingana na jinsi mwelekeo wake unavyokwenda pale.
kwa sababu hii inaweza kasaidia nchi kama vipi tusiwe na haya mambo kusema kwamba mtu akimaliza mpaka form 6 form ngapi si awe anasubiri ajira ya serikalini. Kujiajiri ni bora zaidi kuliko kuajiriwa, kusubiri kuajiriwa. Na ndio maana tuko nazalisha watu wengi zaidi ambao wana vyeti, wana madigrii lakini bado hawana kazi. Kwa sababu nini? Mfumo ulikuwa tayari umetegemea kwamba watu wasome kwa sababu ya kuajiriwa serikalini. Hiyo tunachozungumzia kwamba tuanzia ni toka chini, yani toka mtu chekechea pale anaanza kuanza kukuzwa katika akili yake pale. Kama ni mtu mwenye kipaji akifika mpaka darasa la kwanza anaelekezwa sehemu nyingine. Hii ni mifumo ndio ya wenzetu wa Japan. Na Japan mpiga hatua zaidi kwa sababu wameanza kuwachukua watoto toka chini. Mimi ndio yayo. Shukrani sana. Wino mzito bado unaendelea hapa katika Mwembe Yanga aka Mwembe Simba kwa sasa. Moja kati ya taarifa kuna taarifa nyingi sana za mahakamani kwenye gazeti la Uhuru. Kwa mfano mfanyabiashara Mwanaidi Mohamed amefikishwa katika mahakama ya mwanzo, anakabiliwa na shtaka la kumshambulia mwenzake kwa kumpiga na sufuria kichwani alafu akamsukuma akaanguka chini. Sawa. Na mara baada ya hapo kuna visa vingine ambapo watu wawili wamefikishwa katika mahakama ya mwanzo kwa kujibu shtaka la wizi wa viatu. Umeona bwana? Huyu kampiga mtu na sufuria, huyu wizi wa viatu. Bwana, unadhani wakati serikali inapambana kuondoa misongamano ya wafungwa magerezani, kuna wanajamii wenyewe bado wanachangia misongamano kwa sababu huyu kampiga mwenzake na sufuria akashtakiwa, afu jamaa wameiba viatu yani? Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuna sheria mbili, sheria za kumweka mtu gerezani na sheria za kumnyonga mtu. Sasa sheria za kumnyonga mtu miaka mingi sana niliwaisikia wakati wa Mwinyi ndo alinyongwa mtu. Binadamu yeyote ukishasikia kule kuna kifo, kuna hatari, hawezi kufanya kazi. Kwa nini? Hata jela yenyewe inategemea asilimia kubwa uchumi kutoka kwa wewe mwananchi ambaye upo nje ya jela. Jela za wenzetu, hususan jela za Ulaya, jela za Amerika, wao wanajitegemea kiuchumi wa kwao. Kama unaingia jela basi wewe utakuwa unatengeneza reli. Wafanyakazi reli, unatafuta wafanyakazi reli wakati wafanyakazi wapo jela kule. Kule akienda kubeba kokoto kusambaza kwenye reli mle, basi hawezi kuwa mtumwa tena. Tukitoka kule basi atakuwa amenyoka katika sheria. Sasa Tanzania kwetu ukifika wafungwa wana huru, wapo huru mno wafungwa. Na ndio maana mtu kwenda jela naona ni kawaida tu. Anaweza kafanya tukio kwa kaenda jela moja kwa moja. Sasa sheria zinavyosema jela ni suluba, jela ni mafundisho, jela ni urekebishaji. Unaona? Mtu hawezi kufanyia sababu heshima. Kwenye upande wa Mwenyezi Mungu anasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Sasa upendo wa binadamu, na katika viumbe vyote binadamu ndo mwenye hasira kali kuliko viumbe vyote. Hata nyoka narudi nyuma. Binadamu ana hasira nyingi kubwa kuliko kiumbe chochote. Napo ndo amechukua nafasi kubwa binadamu kwenye hasira. Upendo tunadanganyana, upendo ni mdogo sana kwa binadamu mwenzio. Ndio wakusamehe. Bwana, kwa hiyo Joni, watu wanajua kuna magereza, kuna jela, lakini bado wanafanya makosa madogo kama huyu kampiga mwenzake na sufuria, au huko ameiba viatu, wengine hapa wametapeli. Yaani kuna kesi nyingi. Watanzania wengi sababu kampiga na sufuria ni kosa jinai. Huyu utapeli, sababu utapeli unakuwa mwingi sana Tanzania. Ni kilio cha Tanzania. Ni kilio cha Tanzania, wengi wa Tanzania. Sababu wengi sana mtandaoni wanaibiwa hela. Na wengi sana wanaibia hela. Wengi sana kushaka kufanya kazi wa mitandao ya Airtel, Tigo, ndio kwepo wafanya kazi hao. Ndio wanajua mbinu zote za kuibia hela mtandaoni. Mimi nawasihi sana chombo inabiriki mitandao iwakemee sana uwezi wa mtandaoni. Sababu ni kero Tanzania nzima ukizunguka. Mtu mjeni akija anaibiwa hela yake, mtu mwingine akika kitu anaibiwa, mtu aike pesa wapi? Shida abidi waziri asimamie swala hilo na kemo Mama Samia. Na lingine, huku mpiga mtu na sufuria ni kosa jinai. Watu mpiga mtu na sufuria kusudia hiyo. Je, ukimua sababu sufuria ni chombo hiyo. Watu kampiga ukamkata akapata tetanasi. Kwa kutumia nani kitu bila amri ni kosa kubwa sana. Na wasii wanafanya kitendo hicho waache sana haraka sana sababu ni kitu kibaya, sio kizuri. Sasa bana. Kwingineko bana, kuna sauti ya wananchi katika gazeti la Mwananchi hapa.
ambao tunakwenda kumaliza na taarifa hii, muda ukiwa umetuishia kabisa. Bwana, kuna msomaji amesema mkopo wa nyumba kwa mafao uanze, yani kama una mafao yako kule kwenye mfuko wa jamii ukopeshwe uanze kujenga nyumba yako. Wewe unaonaje? Liko sahihi. Liko vizuri. Kwanza limechelewa sana kwa sababu liko takiwa mambo mikopo ya nyumba ni toka zamani, kuanza hata walimu, hata wafanyakazi wote, hata wa serikali. Kwa sababu nini? Kwa sababu kuna mingine inafika hatua kwamba tu mtu anastaafu, mwisho wa siku anatumia matumizi ya hela vibaya, anarudi tena kuwa omba pale. Na mimi nilikuwa napongeza sana hata jeshi, kwa sababu wanajeshi zamani, mwanajeshi akistaafu alikuwa anaenda kuchukua hela zake saa hiyo, lakini wakagundua kwamba wakija kuwa huku uraiani huku kuna mambo ambayo anayapitia pale, mwisho wa siku anafika mwanajeshi amestaafu anakuwa hana maendeleo. Kwa hiyo walichokifanya wenyewe wanajeshi kwamba mtu akistaafu anakaa kwanza uraiani kwanza hata muda karibu hata miaka 2. Kwa hiyo hii kukaa uraiani huku ni elimu kubwa sana kuliko unatoka nayo huko, kwa sababu uraiani unakutana na changamoto nyingi zaidi, mpaka wewe umejenga nyumba wewe uraiani huku, yani wewe ni mtu, na ndio maana hata wanajeshi walichukua kama hiyo. Kwa hiyo swala la hilo hapo naona kama lilichelewa, liende moja kwa moja tu hilo. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Jerome Isaka Mwinga. Mikopo ya nyumba inafaa sana, tena mimi ningeweza kushauri serikali kwamba ilitakiwa nyumba waweze kupewa kila Mtanzania, lakini kwamba ingekuwa kama ni mbunge, ningepeleka muswada binafsi kwamba serikali ndio waweze kupaswa kujenga nyumba, sio raia. Kwa sababu kwanza ukiangalia jiografia tulionayo kwamba makazi yanajengwa kiholela. Ilitakuwa serikali ijenge nyumba ili sisi raia wake tukaishi katika hizo nyumba. Lakini sheria ya Tanzania kwamba mmiliki wa ardhi ni rais wa nchi. Ilipaswa sasa afanyike mabadiliko kwamba serikali wajenge nyumba ili raia sisi tuweze kuishi, kuliko mfumo ambao tulionao kwamba ukiwa na shilingi 500, milioni 1, milioni 2 ujenge nyumba yako. Utakuta sasa tunafanya uharibifu kwanza wa ardhi. Ni kitu ambacho ni kigumu sana kuweza kueleweka. Kwa nini serikali iweze kujenga nyumba? Tumeona mfano kwamba namna ambazo shirika la nyumba wanajitahidi kuweza kujenga nyumba. Mfano kama hapa tuko maeneo ya Temeke, Mwembe Simba, Temeke, Mwembe Yanga. Tupo karibu na kota za shirika la nyumba ambazo zinawasaidia kuweza kuishi wananchi katika hali ya kawaida. Ilitakuwa serikali ijikite kujenga makazi maalumu, nyumba maalumu ili watu wao waweze kuishi. Si wa mwananchi aweze kujenga akawa anamiliki nyumba. Nchi zilizoendelea asilimia kubwa serikali ndio inajenga nyumba ili wananchi wao waweze kuishi. Lakini serikali ya Tanzania hasa bara la Afrika na baadhi ya nchi, wananchi wao ndio unajenga nyumba. Kwamba ukiangalia tunakuwa na upotevu wa ardhi kwa siku zijazo. Kwamba tunakuwa tunajenga ujenzi wa kiholela. Dar es Salaam peke yake ilifaa tu kujenga mfano wa gorofa 20 zenye uwezo wa kukaa watu 300,000. Utakuta watu hata Mbagala wasingeweza kufika, Mbande, Chanika watu wasingeweza kufika, wangekaa katika hizo gorofa 20, alafu rasilimali ardhi ingeonekana iko wazi na kuweza kujenga miundombinu. Unakuja tu katika mfano hata katika baadhi ya vilabu vyetu vya Simba na Yanga wanakosa kujenga uwanja. Kwa sababu wakijenga uwanja wanaweza wakajenga uwanja zaidi ya kilomita 10 kutoka sehemu ya makao makuu ya klabu. Kwa hiyo ifika wakati sasa serikali waone vema kwamba raia wasiwe wanamiliki nyumba, serikali wamiliki nyumba ili raia wao waishi katika hizo nyumba. Lakini kwa mtu ambaye mwenye nyumba ataona kama mtazamo ambao umekuwa kama mtazamo hasi, kwa sababu wanamiliki hati miliki zao na katika nyumba zao. Ili kuondoa migogoro ya ardhi, serikali waone wakati sasa wa kujenga nyumba ili raia wao waweze kuishi, ili waweze kupata huduma za kijamii. Asante sana ndugu mtangazaji. Sasa bana, Kisa Daniel ananifahamisha hapa, tuelekee kwenye michezo kwa sababu watu wa michezo naona bado hawajafika. Sasa hapa ninazo mbili za chapchapu. Taifa Stars kamili kuivaa Morocco, wanaandika Mwananchi, lakini Msuva Baka waanika mbinu za kuiua Morocco. Mimi nafikiri kama mdau wa mpira, jina langu naitwa Jafari Said na Kiwanga, kwamba
lengo letu lile wa Tanzania ni kutaka kufuzu, ni kuwafunga Morocco. Wachezaji wajitume, wachezaji wa utetee utaifa wao kwa jasho na damu, wakacheze mpira kwa jasho na damu, kuto kuliogopa taifa la Morocco, japo pengine kwa sababu lile ni taifa kubwa, lina wachezaji wengi Ulaya. Wachezaji wale wa Ulaya wanaporudi kwa Afrika, mpira wanaocheza ni ule wa Kiafrika. Sawa sawa, tuna uwezo wa kuwafunga na tukafuzu. Hiyo haina shida kama tutashirikiana na wachezaji watacheza kwa dhati kabisa na kuutetea utaifa wao. Tuna uwezo wa kuifunga Morocco kama tukiwa na nia thabiti, wachezaji wakiamka salama siku hiyo na wachezaji wakifuata maelekezo ya kocha, wachezaji wakiwa wamoja. Na mimi napenda kurejea kila siku kwamba kuzungumzia kwamba wachezaji wakishakuwa wamoja, sio lazima afunge fulani. Yaani kwenye mpira sio lazima afunge fulani, sio lazima umhukumu afunge fulani. Mpira una njia zake. Chukua mpira, weka pasi, nipe nikupe kwenye kamba pale. Tukitumia nafasi na tukiweza kutumia nafasi na tukuheshimu Morocco. Jambo la kwanza nataka tuwaheshimu Morocco kama wametuzidi, lakini tuende na mikakati yetu kwanza. Tufanye tufike kwa wakati kwenye matukio, hilo ndio litakayotusaidia sisi kwa sababu wachezaji wa Arabu ni wajanja sana. Na hata hii masuala labda kwenye faulu hizi hapa, angalia kama ikipiga filimbi, ni watu wa haraka sana kuchukua mpira na kuanzisha, mkizubaa mmefungwa nyinyi. Kwa hiyo tuwe makini, twende katika matukio, kila tukio twende nao sambamba, tunawafunga tu. Sawa bwana. Bwana, tumalizie na hili hapa wakati ambapo tuko katika dondoo za michezo. Gazeti la Nipashe wanasema bodi ya ligi kuu nchini TPLB imesema hakuna barua yoyote ambayo imeandika kuijibu Yanga, ikasisitiza mchezo wa dabi ya ligi kuu bara uliopangwa kuchezwa tarehe 8 mwezi huu na kuahirishwa sasa unasubiri kupangiwa siku nyingine na uko pale pale. Mimi naiheshimu bodi ya ligi sababu juzi mashabiki wa upande wa pili wanaimba itaki bodi ya ligi, itaki bodi ya ligi. Juzi nikamuuza Mguto, Yanga Princess na Simba Queen inawaita TFF au bodi ya ligi. Mguto anasema ni bodi ya ligi. Basi waheshimu bodi ya ligi ili umkosoe mtu, msifie kwanza afu mkosoe. Sasa wewe hujamsifia unaanza kumkosoa bodi ya ligi. Bodi ya ligi inakosa gani? Bodi ya ligi na mamlaka juu sababu atakwenda barua kwenda kasi juu. Paka mamlaka pale na bodi ya ligi barua hiyo nakala. Bodi ya ligi kuna Mguto na Messi Kasongo wakae mezani. Abio kae mezani na wamfuate Mguto aandike barua. Haizi kuandika barua. Mara mwisho anga kushinda kasi lini? Yaani waacha ujanja sababu ndani mwao hawako vizuri. Ndani ili ukosoe bodi ya ligi ndani kwani uko vizuri, nyumba inavuja. Unasema nyumba haivuji. Kumbe ukiingia ndani mvua nyumba inavuja. Habibi usifia ndani kwako kwanza. Ili ukose bodi ya ligi ndani pabovu. Watakukosa bodi ya ligi. Iso fair. Mimi nafikiri Young Africans wakiheshimu chombo cha mpira ndio wenye mpira wao. TFF na bodi ya ligi ndio wenye mpira wao. Yanga sio inaongoza mpira, waheshimu. Kwa sababu wakisema wagomee bodi ya ligi isisite kuwapa nyundo kali. Kutokuwepo Yanga ndani ya ligi kuu ya Tanzania wala hakutaasili mpira, wala kutokuwepo Simba hakutaasili mpira. Timu nyingine zitakuja kwa kubwa. Azam itaingia, itashika nafasi ya Yanga au itashika nafasi ya Simba. Bodi ya ligi na TFF wao wakali. Na hili lote linachokuja wao kwa sababu ya kuvilea levi vilabu viwili. Kwamba sio hatuwezi kufanywa hivi. Haiwezi kufanywa hivi Simba wala hivi Yanga. Wao wakali kwenye hili. Waanze na Uyanga. Akigoma tu piga nyundo. Akija Simba Kigoma piga nyundo. Hivi vitu vitakwisha. Mimi nilimsikia Steven Muguto alizungumzia kwamba wenyewe hawafanyi kazi kwa mambo ya taarifa za umma, wanawasiliana na hivi vilabu. Kwanza nilikuwa namsikia nani Boimanda kwamba wanawasiliana na hivi vilabu kila siku, na hata kama wakiandika barua hawaandiki barua kwa sababu ya umma, lakini waliandika barua ya umma kwa sababu kuahirisha ile mechi, kwa sababu kulikuwa kuna viashiria ambavyo vingefanya uvunjifu wa amani. Lakini mambo kama Yanga kuandika barua kupeleka bodi ya ligi, wala hajaandika katika kwa umma, wameandika bodi ya ligi. Kwa hiyo vinafanyika pale. Sema mimi hofu yangu nakwambia, yani ninachoona watu wa Yanga, ndio maana huwa tunazungumza kila siku hapa kwenye kijio cha Mwembe Simba, sababu sisi ndio muarobaini wa kutibu soka la Tanzania. Tunawaambia kila siku kwamba hawa ndugu zetu ni mambo ya kisiasa, yani wao katika mambo ya kisiasa.
wafanye mpango, waende kwa msajili wa vyama, wasajili chama chao, then baadaye waweke wabunge, watu wapigie kula. Lakini masuala ya mpira yana watu wa Simba, na ndio maana kupitia chombo hiki kikubwa hichi nasema klabu ya Simba ndio muhimili wa serikali katika masuala ya michezo. Muhimili namba moja, kuna serikali, kuna bunge, kuna mahakama. Katika michezo ni klabu ya Simba. Duniani hatambuliki waziri wa michezo, inatambulika klabu ya Simba. Huko FIFA wanatambua klabu ya Simba, umeelewa? Mpaka kasi. Hata hivyo wanavyomsukuma Injinia Hersi, kama asipojitambua wanamuondoa katika mpira wa Tanzania. Sababu na yeye anapenda sifa, anapelekwa. Wewe kataa. Sasa ukatai uone. Na mabomu aliyejivisha nani huyo? Wale sikalia. Kama akija kulipua na mabomu yale, hawa Yanga atashuka mpaka daraja la 15 chini. Sio watu wa mpira wakalime. Bwana tunamaliza kwa dakika moja. Unalo la kusema? Bwana, mimi nasema mpira una sheria zake, una katiba zake, una rais wake. Lazima mpira uheshimike katika mazingira haya. Hawa Yanga washapotea mwelekeo. Yaani ukishaona ndege ishapoteza mwelekeo, wanatafuta namna ya kutua, wakatue sehemu gani? Ingeni uwanjani, chezeni mpira. Mmesajili wa nini? Mmesajili wachezaji national team, kila kitu kipo. Mnachoshindwa kwenda kwa taifa kucheza nini? Mnachoshindwa kupangiwa na ratiba na serikali nini? Mnachoshindwa kupangiwa na serikali, lazima mkubali kupangiwa sheria zingine. Wale ndio wanaoendesha mpira. Tatizo lingekuepo mle ndani, walikuwa wanajua tatizo lilomo mle ndani ya uwanja. Tatizo lilomo ndani ya uwanja, TFF ndo walikuwa wanajua kuna tatizo gani. Na sisi Simba tunasema siku atakapopanga siku ya mechi, tunaomba siku ya mazoezi. Ndani ya masaa 24 tuingie kufanya mazoezi. Kama kawaida, wasituletee zongo hapa. Naona. Shida mazoezi tunataka mazoezi. Tarehe 24 mechi inachezwa, kama ni tarehe 25 ndani ya masaa 24 tunataka tupangiwe muda wa kuingia uwanjani mazoezi. Yeye si ndo mwenyeji mwenye kutualika kama sisi tulivyomwalika yeye. Nimemaliza. Bwana ndio hivyo.